Sana TV. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Albert John Chalamila, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama, waheshimiwa wajumbe wa Bodi ya Wadhamini, waheshimiwa mashehe wa mikoa na viongozi wote, kwa itifaki iliyotangulia, turidhike na utajo uliotajwa katika utambulisho. Waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Tuko katika maadhimisho ya miaka 10 ya Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Katika maadhimisho haya tunapenda kuzungumza mambo machache katika yale ambayo ameadiriki kuyafanya Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Hakika kwa muda tulionao hatuna uwezo wa kuyaeleza yote, lakini kila tutakapoeleza katika hatua hii ni muhtasari tu, lakini pia tutajaribu kuonyesha kwa video za documentary baadhi ya mambo ambayo ameyafanya mubashara. Kila sifa zinamstahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, rehema na amani ziwe juu yake. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kuendelea kutupa afya na uhai na uzima mpaka siku hii ya leo tunapoadhimisha miaka 10 ya uongozi wa awamu ya 3 ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Katika historia za uongozi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limepita katika awamu 3 za uongozi wa mamufti. Awamu ya kwanza iliongozwa na Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania almarhum Sheikh Ahmed bin Juma bin Hamad al-Buhuri, ambaye aliongoza kuanzia mwaka 1977 hadi 2002. Lakini kipindi cha pili kilikuwa ni cha Samahati Mufti almarhum Sheikh Isa Shaban Simba kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2015. Kipindi cha tatu ni cha Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Historia fupi ya upatikanaji wa Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania wa awamu ya 3. Kama tunavyokumbuka, mnamo tarehe 15 Juni mwaka 2015 Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tulipatwa na majonzi makubwa ya kufiwa na kiongozi wetu mpendwa almarhum Sheikh Isa Shaban Simba, aliyekuwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania wa pili baada ya kifo cha marehemu Sheikh Ahmed bin Juma bin Hamad al-Buhuri. Wakati huo tunamuomba Allah mtukufu awasamehe makosa yao, aendelee kuwagubika kwa rehema zake katika maisha ya barza wazee wetu waliotangulia mbele ya haki. Mara baada ya tukio hili la majonzi la kufa kwa Sheikh Isa Shaban Simba, kufuatia maelezo ya katiba BAKWATA, mchakato wa kumpata kaimu mufti ulianza mara moja. Kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA kifungu namba 100 kifungu kidogo cha 3 ambacho kinaruhusu nafasi ya kuteuliwa, nafasi ya kukaimu baada ya kuwa
na nafasi wazi. Mchakato huo ulianza katika kikao cha Baraza la Ulama kilichofanyika tarehe 22 mwezi Juni 2015 mjini Bagamoyo na kumteua Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana kushika nafasi hiyo ya kukaimu umufti wa Tanzania baada ya kifo cha Sheikh Isa Shaban Simba. Katika kuhakikisha kuwa matakwa ya kikatiba yanatekelezwa, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania wa sasa kwa weledi kabisa alisimamia kufanyika katika vikao vya kikatiba vya mchakato wa uchaguzi, na hatimaye mnamo siku ya Alhamisi Septemba 2015 tume ya dini ilikutana katika ukumbi wa African Dreams mjini Dodoma na kumchagua Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana kwa kura 310 kuingia katika nafasi hii ya kuwa mufti na shehe mkuu wa Tanzania. Siku hiyo hiyo katika ukumbi wa Africa Dream ulikamilishwa mchakato huo na kutawazwa rasmi kwa Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, Mwenyezi Mungu amhifadhi, kuwa mufti wa 3 wa Tanzania ambaye tayari ametimiza miaka 10 ya uongozi wake leo hii. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kabla ya nafasi hii ya umufti, aliwahi kuwa mjumbe wa Baraza la Ulama BAKWATA kuanzia mwaka 1995 kama sikosei, lakini pia aliwahi kushika nafasi ya unaibu mufti wa Tanzania hadi cheo hicho kilipoondolewa katika katiba ya BAKWATA. Kabla ya mwaka 1977 cheo cha mufti hakikuwepo katika katiba ya BAKWATA. Badala yake kulikuwa na mwenyekiti wa kamati kuu ambaye wakati huo alikuwa ni Sheikh Saleh Masasi na baadaye Mzee Suleiman Hega. Kila awamu ilifanya mazuri katika awamu zake na ilionekana mpaka sasa viongozi waliopita waliweka msingi wa utawala bora pamoja na kujenga mtandao mpana wa BAKWATA nchi nzima kwa kuanzia uongozi wa taifa, mikoa, wilaya, kata, msikiti na kadhalika, na kulifanya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kuwa taasisi ya Kiislamu yenye mtandao mkubwa unaofikika katika pembe zote za nchi yetu. Tunapofikia leo miaka 10 ya Samahati Mufti Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, tunashuhudia ujenzi wa misingi bora ya uongozi na utawala bora wa uchumi, uwajibikaji wenye lengo la utekelezaji wa dhima ya utumishi wa umma uliotukuka kwa viongozi wa baraza. Na msingi mkubwa wa haya yote upo katika kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana ya BAKWATA mpya: jitambue, badilika, acha mazoea. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, ambaye kwa jina alitawazwa kuwa mujaddidil asr, ametuonyesha njia ya kupita katika kauli mbiu yake hiyo ya jitambue, badilika, acha mazoea. Kauli hii mbiu ni toshelevu na hahitaji maelezo ya ziada wala ufafanuzi katika tafakari pana inayowezesha viongozi wa BAKWATA wote kuingiza kauli mbiu hii katika vitendo vya utendaji wa kila siku na kulifanya baraza kuwa ni chombo kinachotumikia Waislamu wa Tanzania. Kwa kuwa Mheshimiwa Mufti ndiye kiongozi mkuu wa Waislamu wa Tanzania, kauli mbiu yake hiyo imesimama kama dira na agizo la kiutendaji kwa viongozi wetu wa Waislamu nchini Tanzania walio ndani ya baraza na hata wale walio nje ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, toka alipoingia katika nafasi hii amefanya mambo mengi sana. Machache katika hayo ambayo ameyafanya ni kujenga umoja baina ya Waislamu katika kipindi hiki cha miaka 10.
Tangu kuchaguliwa kwake Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana amesisitiza umoja baina ya Waislamu, kuacha mizozo na kuwatafutia Waislamu maendeleo na jamii kwa ujumla. Na milango ya baraza imekuwa wazi na kuwakaribisha wale wote ambao wana nia njema ya kuleta umoja, mshikamano. Ipo mifano mingi ambayo Mheshimiwa Mufti amekuwa akifanya katika matukio mbalimbali na kuweka umoja baina ya Waislamu. Hali kadhalika Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana katika kipindi hiki amekuwa mstari wa mbele kueleza na kuhimiza amani ya nchi na kueleza dhahiri kwamba katika nchi yetu bila amani hatuwezi kuwa na maendeleo. Amekuwa akisisitiza kwamba neno amani halitaacha kurudiwa kwa kila wakati tutakapopata wasa, kwa sababu ndio msingi mkubwa wa maendeleo ya nchi yetu, na bila amani hakuna maendeleo. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana pia katika kipindi chake amejitahidi kujenga umoja wa kitaifa. Katika kipindi hiki Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ameonyesha maslahi mapana ya raia wa Tanzania kwa kujali sana utaifa na kuwa wamoja. Hivyo katika kipindi hiki ameshiriki kutangaza na kudumisha amani na kuwa na uzalendo wa nchi. Na kuwa na uzalendo wa nchi katika moja ya misingi na sifa iliyopitishwa na wanazuoni wakuu. Hivyo Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kupitia shughuli mbalimbali na mikusanyiko mbalimbali katika kipindi hiki cha Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amekuwa akitangaza amani na kudumisha uzalendo wa nchi. Mheshimiwa Mufti alikuwa akisisitiza kwamba vurugu katika nchi haiwezi kuwa na utulivu na amani, wala wananchi wake hawezi kuwa na nafasi nzuri ya kuabudu kama hakutakuwa na amani. Kwa hiyo amekuwa akisisitiza umoja, uzalendo, amani kwa wananchi wote, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana amewezesha katika kipindi hiki kifupi cha miaka 10 kuwezesha kujenga jamii yenye maadili mema ya Kiislamu na kuandaa viongozi wa dini kupitia taasisi aliyoanzisha mwenyewe inayoitwa Darul Maarif. Kama tunavyofahamu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA likiwa na kiongozi wake mkuu ambaye ni Samahati Mufti wa Tanzania ndio kioo cha Waislamu kimaadili na kuchunga miiko kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraza limekuwa kinara la kuimarisha mema, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na ili kufanikisha hayo katika kipindi hiki cha miaka 10, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameanzisha kitengo maalum kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa elimu ya dini ya Kiislamu kinachojulikana kama Darul Maarif. Kitengo hiki kimezinduliwa rasmi hapa BAKWATA makao makuu mwishoni mwa mwaka 2015 na hadi sasa kina wanafunzi wengi katika makao makuu hapa Dar es Salaam Kinondoni, lakini pia wanafunzi wengi katika mikoa ambapo Darul Maarif hii imesambaa katika mikoa yote ya Tanzania. Mbali na elimu ya dini inafundishwa katika kitengo hiki cha Darul Maarif, pia kumetengenezwa mfumo wa kuwafundisha stadi za maisha, ufundi, lugha mbalimbali ili waweze kupata ujuzi wanafunzi hawa waweze kujitegemea. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana katika kipindi chake hiki cha miaka 10 amedumisha na kuboresha mfumo wa uongozi na utawala bora wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa upande wa uongozi na utawala bora katika kipindi hiki cha miaka 10 ya Samahati Mufti, baraza limejipanga vizuri kimfumo kuanzia ngazi ya msikiti hadi ngazi ya taifa. Tunafahamu kwamba mfumo wa kwanza wa uongozi ni ule unaosimamia na kuchunga misingi ya dini ukiongozwa na Mheshimiwa Mufti
baraza la ulama, makadhi, mashehe wa mikoa, wilaya mpaka kata. Mfumo wa pili ni ule wa utawala ambao kwa upande wake umejengwa na halmashauri kuu, halmashauri za mikoa na halmashauri za wilaya pamoja na halmashauri za kata na kamati za misikiti. Na majukumu yao ni kupokea maelekezo na miongozo kutoka katika nguzo ya kwanza na kuandaa mipango ya maendeleo ya utekelezaji na ubunifu wa mipango ili kusimamia utekelezaji wake. Na ili kurahisisha utawala na uongozi katika kipindi hiki, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameanzisha masomo maalum au kitengo maalum kinachofahamika kama BAKWATA Online Academy, elimu kwa njia ya mtandao, ambayo inawafundisha viongozi wake pamoja na Waislamu wengine kujiandaa na uongozi katika ngazi mbalimbali. Kwa kufikiria kwa kina na majadiliano na wataalamu mbalimbali, mwaka 2021 Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali akaelekeza kuanzishwa kwa masomo ya uongozi kwa njia ya masafa kupitia chuo mtandaoni kifahamikacho kama BAKWATA Online Academy, ambayo inapatikana katika tovuti ya www.bakwataonlineacademy.ac.tz. Viongozi na wasiokuwa viongozi wameweza kufuatilia na kunufaika na mafunzo haya ya chuo hiki mtandaoni kwa kozi mbalimbali. Hadi leo hii kozi karibu 19 zimepata wahitimu wapatao 12,000 katika batch 6 tofauti. Na kozi hizo ni uongozi, utawala bora na tehama, uongozi ndani ya BAKWATA, sheria za misingi za ardhi, stadi za maisha kwa wanawake wa Kiislamu, utunzaji na udhibiti wa takwimu za rasilimali watu, uraia, maadili, sheria za msingi na sheria za ardhi, ufugaji wa kuku, stadi za uhasibu na usimamizi wa fedha, stadi za maisha na wanawake wa Kiislamu, kozi za walimu wa madrasa, mbinu za kufundishia, kozi za uchumi na ujasiriamali, kozi za uandishi wa habari, lugha ya Kiarabu, school management, elimu ya sekondari kwa miaka miwili, English course kwa hatua ya kwanza, uanzishaji na usimamizi wa miradi, na kozi ya saikolojia ya walimu na maadili kwa walimu wa madrasa. Hakika kozi hizi zimesaidia sana viongozi wa BAKWATA wengi ambao walikuwa hawana maarifa katika uongozi kupata nafasi ya kujifunza kwa kipindi kifupi. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika kauli mbiu yake ya jitambue, badilika, acha mazoea, aliweka msisitizo pia katika huduma za jamii. Hatukuwa nyuma katika huduma za jamii katika kipindi hiki cha miaka 10 ya Mheshimiwa Mufti. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA katika kipindi cha nyuma lilikuwa likiendesha vituo vya afya vingi ambavyo vilikuwa vinatumia majina ya BAKWATA na wadau mbalimbali. Lakini ujio wa Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana alisisitiza ujenzi wa vituo vya afya katika kila mkoa na kila wilaya. Na hakika leo tunapoongea vituo vya afya na zahanati ambazo zimejengwa katika kipindi hiki cha miaka 10 ya Mheshimiwa Mufti ni zaidi ya vituo 45 ambavyo vingi viko katika hatua za mwisho za kukamilisha ujenzi wake katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Lakini pia katika elimu, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ni mojawapo ya watu walioipa kipaumbele elimu ya dini na elimu ya sekula, ambapo uboreshaji wa mashule umeendelea kufanyika katika kipindi cha miaka hii yote 10, lakini msisitizo mkubwa umewekwa katika
elimu msingi ambayo inaanzia elimu ya nasari, elimu ya msingi na elimu ya sekondari, ambapo kwa mkakati uliopo wa Samahati Mufti, kila mkoa na kila wilaya unatakiwa kuwe na shule ambazo zinafundisha malezi ya vijana katika ngazi za chini. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania pia katika kipindi chake hiki alichoingia katika miaka 10 alisisitiza katika ujenzi wa nyumba za ibada, ujenzi wa misikiti ya kisasa. Na katika kipindi hiki Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania yeye binafsi kwa mahusiano mazuri aliyoko nayo na nchi za nje alipata ufadhili kutoka wenzetu wa mfalme wa 6 Morocco, na tukapata msikiti mkubwa ambao leo hii ni kiigizo chema katika kuonyesha hadhi ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mahala tulipo. Ipo misikiti mingi ambayo imejengwa katika maeneo mengi pia, ukiondoa msikiti huu wa BAKWATA makao makuu ambayo baadaye tutaiona kupitia katika dokumentari yetu. Lakini pia Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika kipindi chake hiki amesisitiza sana ufanyaji kazi katika ofisi zenye unadhifu na madhubuti. Na katika hilo Mheshimiwa Mufti alipoingia mwaka 2015 kwa kushirikiana na wadau mbalimbali alianzisha ujenzi wa jengo la ghorofa 3 katika BAKWATA makao makuu ambalo mpaka sasa hivi ndilo tunalolitumia kama ofisi. Kabla ya hapo BAKWATA walikuwa wanatumia ofisi ambazo zilikuwa hazina hadhi ya kuwa makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kuhusu uchumi, katika kitu ambacho Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amekiwekea mkazo katika kipindi hiki cha miaka 10, katika kauli yake aliyowahi kuisema siku zote na anarudia kila siku kwamba katika upande wa dini Waislamu hawana matatizo na BAKWATA haina matatizo, kwa sababu mashehe wapo wanaswalisha, ndoa zinafungwa, watu wanakwenda hija. Lakini kwenye uchumi ni sehemu ambayo ilikuwa inapwaya. Lakini kwa kauli mbiu yake hii ya jitambue, badilika, acha mazoea, na kauli yake nyingine anasema dondosha uokote, sisi watendaji tuliokota kauli yake mbiu hii ya jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa ushauri wake Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limeingia katika mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, ambapo kwa kuanzia BAKWATA ina mradi mkubwa sana kule Kagera ujulikanao kama Kagera Bukoba, BAKWATA Bukoba Commercial Complex, ambao umejengwa kwa udhamini wa kushirikiana na benki ya CRDB kitengo cha Albaraka. Mradi huo unagharimu kiasi cha bilioni 8.5 na umekamilika kwa 85%. Tunatarajia mpaka mwezi wa 12 au mwezi Januari mwakani kitega uchumi kile kianze kufanya kazi. Na tayari katika kitega uchumi kile tunao wapangaji walioomba zaidi ya eneo tulilonalo, ambapo litachukua wafanyabiashara zaidi ya 200, wakubwa na wadogo, na wengi wao ni wafanyabiashara hapa nchini na wengine kutoka nchi za nje. Kwa hiyo tunatarajia mwanzoni mwa mwaka huu au mwanzoni mwa mwaka ujao au mwishoni mwa mwaka huu kitega uchumi kile cha Bukoba Complex kitaanza kazi ya uzalishaji na kuinua uchumi wa baraza. Sambamba na hiyo, kuna miradi mingine mtambuka katika maeneo mengine. Kule Arusha eneo la Njiro tayari kuna uanzishwaji wa mradi mkubwa ambao utagharimu bilioni 43, na hivi karibuni mradi huo utaanza. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa kimkakati katika eneo la Miongoni kule Iringa, eneo la mashine 3, ambapo napo kutakuwa na jengo kubwa la biashara ambalo thamani yake ni bilioni 18. Sambamba na hiyo, tuna mradi mwingine ambao
unatarajiwa kuanza hivi karibuni katika mkoa wa Tanga katika eneo la shule ya Jumuiya. Mradi ule utakuwa na tathmini ya shilingi bilioni 23. Sambamba na huo, mradi mwingine tunatarajia uwepo katika mkoa wa Mwanza katika eneo la Mbugani, ambao mradi huo nao unatarajiwa kugharimu thamani ya shilingi bilioni 3 mpaka ukamilike. Miradi yote hii tunatarajia kuijenga kwa mfumo wa project financing kutoka CRDB benki Albaraka, dirisha la Albaraka. Mheshimiwa Mufti na Sheikh wa Tanzania, pamoja na kwamba ni mufti wa Tanzania, lakini ametengeneza mashirikiano makubwa na taasisi zingine kiasi kwamba wametambua thamani yake na mchango wake katika jamii, kiasi kwamba kumtunukia tuzo mbalimbali Mheshimiwa Mufti na Sheikh wa Tanzania kutokana na kazi zake nyingi njema zilizotambulika kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Mufti na Sheikh wa Tanzania amekuwa maarufu na heshima yake imekuwa kubwa zaidi. Juhudi za Mufti Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana zinaonekana zaidi na viongozi mbalimbali wa serikali, taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi, na hata wakuu wa nchi mbalimbali. Kutokana na juhudi hizo na nafasi yake nyeti katika kulitumikia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na Waislamu kwa ujumla, Mheshimiwa Mufti amekuwa mjumbe na mwenyekiti wa taasisi ya Mfalme wa Sita ya maulama wa Afrika. Lakini pia Mheshimiwa Mufti ni mjumbe wa bodi ya World Muslim League. Lakini pia Mheshimiwa Mufti ni mjumbe pekee na mufti pekee katika Afrika aliyeingia katika kamati maalum ya kukarabati miundombinu ya haram katika msikiti mkuu wa Maka. Lakini Mheshimiwa Mufti katika juhudi zake hizi ametunukiwa tuzo mbalimbali za udaktari wa heshima. Udaktari wa heshima kutoka Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Kiislamu cha Gambia, medali maalum kutoka Rais Al-Sisi wa Misri, tuzo ya Little Hearts Project, tuzo ya Islamic Banking and Finance Award ya 2018, tuzo ya International Islamic Relief Organization kutoka Saudi Arabia, tuzo ya Muslim Call Society na tuzo zingine nyingi. Hayo yote yanaonyesha juhudi zake na umahiri wa Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Kila tunapoeleza ni mengi, lakini hayo tunaeleza ni machache. Pia Mheshimiwa Mufti amejenga mahusiano ya kimataifa na nchi mbalimbali katika kipindi chake cha miaka 10 hii, ambapo katika kipindi hiki Mheshimiwa Mufti wa Tanzania amefanya ziara mbalimbali katika nchi mbalimbali nje ya Tanzania kama vile Morocco, Misri, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Ujerumani, Uingereza, Uganda, Kenya na kadhalika. Mahusiano haya ya kimataifa yameleta tija kubwa sana, sio tu kwa Waislamu wa Tanzania bali pia kwa nchi yetu kwa ujumla. Lakini katika kipindi hiki cha Samahati Mufti wa Tanzania pia amesisitiza katika utunzaji na urasimu. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA katika kipindi hiki kama taasisi zingine zinamiliki mali za aina mbalimbali zinazohamishika na hata ambazo hazihamishiki. Kwa bahati mbaya, kipindi cha nyuma kuna baadhi ya viongozi hawakuwa wametilia maanani katika kutunza na kuhifadhi mali za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Lakini awamu hii ya tatu ya Samahati Mufti Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana amechukua hatua za kuanzisha system ya kuzitambua mali na kuzirasimisha na kuziweka katika kanzidata ya BAKWATA ambayo inaonyesha mahali zilipo, ili kuonyesha pia uhalisia wa mali hizo. Pamoja na kurasimisha mali hizo,
na kuzitambua kupitia mfumo maalum wa kisasa. Kwa kutumia kazi data hiyo, pia kutambua fursa zilizopo katika mali za baraza ili kutengeneza uzalishaji unaongeza kipato na uchumi katika BAKWATA. Sambamba na hilo, Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika kipindi hiki cha miaka 10 amefanya kazi kubwa ya kuunganisha taasisi za Kiislamu hapa nchini. Baada ya kuchaguliwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, alifungua milango ya kuanzishwa taasisi zingine, lakini pia mashirikiano na taasisi zingine za Kiislamu, lakini pia kuunga jukumu la kuziunga mkono taasisi zingine na kuwa mlezi wa taasisi zingine za Kiislamu na kufanya nazo kazi kwa pamoja. Na hata katika baadhi ya ziara zake Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania alikuwa akiungana na baadhi ya viongozi wa taasisi zingine katika ziara hizo, lakini pia amekuwa mstari wa mbele katika kuzitembelea, kufanya kazi pamoja taasisi hizo. Lakini kubwa zaidi, katika katiba ya BAKWATA ya mwaka 1999 na marekebisho yake ya 2018, Mheshimiwa Mufti amesisitiza kuweka katika BAKWATA baraza maalum la mahusiano na taasisi mbalimbali ambalo linafahamika kama Al-Majlisi Tansik. Baraza hili la mahusiano linajumuisha taasisi mbalimbali ambazo zinaiunga mkono BAKWATA na kufanya nayo kazi kwa pamoja. Hali kadhalika, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika kipindi hiki ameasisi na kuanzisha mfuko wa maendeleo ya Mheshimiwa Mufti, Mufti Development Fund MDF, na kusajili kampuni mbalimbali za kibiashara. Chini ya ofisi yake ya Mheshimiwa Mufti kumekuwa na juhudi mbalimbali tangu mwaka 2019 kuanzisha mfuko maalum wa fedha ambao utaweza kutatua changamoto mbalimbali za baraza. Mfuko huu ulianza kwa kuwa na wachangiaji maalum ambao walikuwa ni mashehe wa mikoa na mashehe wa kata. Lakini kwa miaka hii mitatu tangu kuasisiwa mfuko huu, ilionekana kuwa ni vyema mfuko huu uzidi kuwa na wadau mbalimbali zaidi. Na hivi karibuni ukafanyika uzinduzi kule Singida wa kuzindua mfuko huu wa MDF. Uzinduzi huu ulihudhuriwa na wadau mbalimbali wa maendeleo nchini ambao waliunga mkono juhudi hizi. Malengo maalum yaliyoko katika mfuko huu wa MDF ni kusaidia masuala ya elimu, kusaidia masuala ya afya, kusaidia elimu ya madrasa katika ngazi ya msingi mpaka hata ngazi ya juu, kusaidia mayatima wenye mahitaji maalum na misaada mbalimbali, na kutengeneza ajira kwa vijana na wanawake na kuwawezesha katika kilimo na viwanda. Pia kuzalisha rasilimali fedha kwa matumizi ya BAKWATA. Mipango ya baadaye ya mfuko huu wa MDF ni kuhamasisha viongozi wa dini na jamii kwa ujumla kuchangia huduma hii kwa jamii na kuanzisha miradi mbalimbali ya kujiendeleza kiuchumi ili tusiendelee kutegemea fedha za wafadhili ambazo zina masharti magumu na hazina uhakika wa kuendelea kwa muda mrefu. Pia kuendelea kuandika miradi mbalimbali kadri fursa zitakavyojitokeza. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana katika kipindi hiki amefanya mambo mengi, ikiwemo pia kuboresha mfumo wa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Moja ya mambo muhimu sana aliyofanya katika kipindi hiki ni kujenga mfumo wa uongozi unaochunga nidhamu ya dini na kufuata misingi bora ya utawala bora unaofuata katiba. Katika kujitambua na kubadilika, mifumo ya upatikanaji wa viongozi ni ule unaofuata katiba BAKWATA 1999 toleo la 2018. Uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania leo unaheshimu sana katiba na maamuzi yanayotokana na vikao ambao viko kwa mujibu wa katiba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Safu za viongozi zipo kwa mujibu wa katiba ambao ni viongozi wa kuchaguliwa na wale wa kuteuliwa. Vikao vya kikatiba na hata vile vya ziada vimekuwa vikiratibiwa vyema ili kuhakikisha kwamba maamuzi na mambo mbalimbali yanapatikana kwa ridhaa ya vikao katika ngazi husika.
Mfano mzuri wa maboresho ya uongozi ni teuzi za mashehe wa mikoa, wilaya na kata, ambapo huko nyuma viongozi hawa walikuwa wakipatikana kwa njia ya uchaguzi. Katika sababu zile zile za mpito wa kurejesha nidhamu katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania nchini, mwaka 2018 mapitio yalilenga kutoa nafasi nzuri zaidi kuwapa hadi mashehe. Hapo awali mashehe wa mikoa na wilaya walikuwa wakipigiwa kura katika mikutano ya mikoa. Hii ikaonekana kwamba suala la cheo na hadhi ya shehe kinahitaji mchujo wa kielimu zaidi kuliko upigaji wa kura, ambao hata hivyo uligubikwa na kasoro mbalimbali na nyingi zilikuwa hazina ufanisi. Sasa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kupitia Baraza la Ulama ndilo linaloteua mashehe wa mikoa, wilaya kama ibara ya 62 inavyoonekana katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Lakini hivyo hivyo katika wakati huo huo wameteuliwa mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya kujaza nafasi mbalimbali ambazo zilikuwa wazi, lakini pia nafasi ya kuanzisha mahakama ya kadhi, na makadhi wameteuliwa katika mikoa yote Tanzania, akiwemo kadhi mkuu wa Tanzania ambaye yupo katika BAKWATA makao makuu. Kila tutakapoeleza tutaeleza ni mengi sana kutokana na wakati tulionao, mambo ni mengi. Lakini pia Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika idara ya hija amefanya kazi kubwa. Alipoingia Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania mwaka 2015, BAKWATA ilikuwa imesafirisha mahujaji 37 tu. Lakini mwaka 2016 baada ya kuingia Samahati Mufti ikaanza kusafirisha mahujaji kufikia idadi ya 85, lakini ifikapo 2024 na 2025 BAKWATA ilisafirisha mahujaji 150. Lakini malengo ya idara hii chini ya Samahati Mufti ni kusafirisha mahujaji 300, ambapo jambo hili linawezekana ijapokuwa kupanda kwa idadi hiyo ya BAKWATA inataka kuendelea kutoa huduma bora iliyo bora zaidi na itaendelea kuongeza idadi mwaka hadi mwaka. Sambamba na hiyo, katika kitengo hiki cha hija, Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amekuwa mpambanaji mkubwa wa masuala ya hija kwa Tanzania. Kwa mfano, mwaka 2023 hakuna nchi yote iliyoruhusiwa kusafirisha mahujaji wa kigeni foreigners isipokuwa Tanzania, kwa maombi maalum ya Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali, ambapo alipewa nafasi 200 na kuzigawa katika taasisi mbalimbali zinazosafirisha mahujaji kwenda Saudi Arabia. Lakini mwaka jana tu Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania alifanya juhudi kubwa sana za kuhakikisha kwamba anafanya maombi maalum ya kuomba mahema ya ziada katika mamlaka za Saudi Arabia, baada ya kwamba mahujaji wengi wangekosa safari ya kwenda hija. Baada ya hapo aliruhusiwa na akapewa mahema 150 ambayo yaligawanywa katika taasisi mbalimbali za hija hapa Tanzania bara na Tanzania visiwani, na kufanikisha mahujaji hao kwenda kuhiji katika kutimiza nguzo yao muhimu ya Uislamu. Waheshimiwa wageni wetu wote na waalikwa, kila tutakapoeleza itakuwa ni muhtasari, hatuwezi kuyamaliza yote yaliyofanywa na Samahati Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali bwana. Lakini Mheshimiwa Mufti amekuwa ni kiongozi pia mvumilivu ambaye amewahi kufanya kazi na viongozi wengi sana, lakini katika kufanya nafasi za uongozi ziwe sustainable bila kuwa na mabadiliko ya mara kwa mara ambayo hayaleti mfumo wa kiuongozi. Alipoingia Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania alifanya kazi na katibu mkuu ambaye alikuwa ni marehemu Mzee Suleiman Saidi Lolila, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye alifanya kazi mpaka mwaka 2017. Lakini akaja katibu Salim Abedi ambaye 2017 mpaka 2018. Lakini kutoka 2018 mpaka leo hii
2025 nimekuwa mimi hapa Alhaji Nuhu Jabir Mruma, na ninaamini pia kwa uwezo wa Allah na uvumilivu ambao anatujengea Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, tutaendelea kuwa viongozi wazuri na hatimaye kuongeza miaka 10 tena ya Mheshimiwa Mufti katika uhai wake, na kuongeza 10 tena kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia, na zaidi ya hapo ambapo jala ya Mwenyezi Mungu itachukua nafasi yake. Tunamshukuru sana Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwa uvumilivu wake alionao kwa sisi viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, kutulea na kutuasa, na tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu amjalie afya na taufiki njema, ili pia tuendelee kunufaika na hekima zake, busara zake katika kipindi ambacho Mwenyezi Mungu atamjalia uhai wake. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.